Yes, mtazamaji wa Biomedia popote pale ambako unatazama, karibu sana. Karibu tuziangazie na kuzifahamu habari mbalimbali. Mimi ni official Rose D on the microphone. Na leo niko na story bana. Tunaambiwa changamoto za kukosa mtoto kuitwa mgumba zilivyo mfanya Wema kuwa bora ni mara zaidi. Haya. Ni katika ulimwengu wa burudani na urembo nchini Tanzania, kuna majina ambayo yana alama ambazo hazifutiki, sio tu kwa mafanikio yaliyopatikana bali uwezo wa kuziona fursa na kuzitimiza. Miongoni mwa majina hayo ni Wema Isaac Sepetu, ambaye anajulikana zaidi kama Wema Sepetu, mwanamke ambaye alijenga safari yake kutoka jukwaa la urembo hadi kuwa mmoja wa waigizaji maarufu na wenye ushawishi mkubwa sana katika tasnia ya filamu. Safari yake mafanikio ilianza mwaka 2006 aliposhinda taji la Miss Tanzania, ushindi ambao ulimfungulia milango ya kutambulika kitaifa na kimataifa. Na hata hivyo pia nyuma ya ushindi huo kulikuwa na ndoto, jitihada na uthubutu wa msichana aliyekuwa anaamini katika uwezo wake. Na katika nukuu anasema, nilipoingia Miss Tanzania sikuwa najua maisha yangu yangekuja kubadilika kwa kiwango kile. Nilikuwa na ndoto tu ya kufanya jambo kubwa, lakini sikuwa najua ni kwa namna gani. Ushindi ule ulinipa mwanga mpya wa kuona kuwa ninaweza kufika mbali zaidi, alinukuliwa akizungumza Wema Sepetu. Baada ya ushindi huo alipata nafasi ya kuiwakilisha Tanzania katika mashindano ya kimataifa ya Miss World, hatua ambayo ilimpa uzoefu mkubwa sana na kufungulia milango ya fursa mpya katika maisha yake. Na katika nukuu anasema, Miss Tanzania ilinifundisha kujiamini, kusimama mbele ya watu na kuamini thamani yangu. Ilikuwa ni hatua muhimu sana katika kunijenga kama mwanamke na kama kiongozi wa baadaye. Lakini baada ya mafanikio katika urembo, Wema aliamua kujaribu kipaji chake katika uigizaji, uamuzi uliogeuka kuwa mwanzo wa safari mpya yenye mafanikio makubwa. Na katika nukuu anasema, nilipoingia katika filamu nilijua ninaanza kitu kipya kabisa. Haikuwa rahisi mwanzoni, lakini nilikuwa tayari kujifunza na kukua. Nilijua kama nitajituma, nitaweza kufanikiwa, aliweza kusema mwanadada Wema. Miongoni mwa filamu zake za mwanzo kabisa ni A Point of No Return, ambapo alipata nafasi ya kufanya kazi na hayati Stephen Kanumba, mmoja wa waigizaji waliokuwa na ushawishi mkubwa sana katika tasnia ya filamu nchini. Wema anasema, kufanya kazi na Kanumba kulinifunza mambo mengi sana. Nilijifunza nidhamu ya kazi, kujituma na umuhimu wa kuichukulia sana kwa uzito. Ilikuwa ni shule kubwa sana kwangu. Sasa tangu wakati huo mtazamaji, Wema ameonekana katika filamu nyingi sana na kujenga jina lake kama mmoja wa waigizaji wenye mafanikio makubwa. Umaarufu wake uliendelea kukua na kuwa miongoni mwa sura zinazotambulika zaidi katika tasnia ya burudani. Filamu zingine za kukumbukwa ambazo amefanya ni pamoja na Houseboy, Crazy Tenant, DJ Ben, Balisila, The Dry, Lerat, 18 Days, Tafrani, White Maria, Sakata, Red Valentine na Familia Tears. Sasa mbali na uigizaji, Wema aliamua kupanua wigo wake kwa kuanzisha kampuni yake ya uzalishaji wa filamu Endless Fame Productions, hatua ambayo alisema ilikuwa sehemu ya kutimiza ndoto yake ya kuwa zaidi ya mwigizaji. Wema anasema, nilianzisha Endless Fame Productions kwa sababu nilitaka kuwa sehemu ya maamuzi, sio tu kuwa mbele ya kamera. Nilikuwa na ndoto ya kuzalisha kazi zangu mwenyewe na kusaidia kukuza tasnia ya filamu. Lakini pia alijaribu kuingia katika upande wa muziki kupitia Endless Fame Label, akionyesha dhamira yake ya kupanua mchango wake katika sanaa, ingawa safari hiyo haikukosa changamoto. Anaamini kila hatua aliyopitia ilikuwa sehemu ya kujifunza. Na katika nukuu anasema, si kila kitu kinakwenda kama unavyopanga, lakini kila changamoto inakufundisha kitu. Nimejifunza kuwa mafanikio yanahitaji uvumilivu na kuendelea kupambana hata unapokutana na vikwazo. Kama ilivyo kwa wasanii wengine wengi wenye mafanikio, safari ya Wema haikukosa changamoto. Anakiri kuwa kulikuwa na nyakati ngumu, lakini hakuruhusu changamoto hizo zimzuie kuendelea mbele. Na katika nukuu yake anasema, maisha yana changamoto zake, lakini nilijifunza kuwa muhimu ni jinsi unavyoamua kukabiliana nazo. Nilichagua kusimama, kujifunza na kuendelea mbele. Anaongeza kuwa changamoto hizo zimemjenga kuwa mwanamke mwenye nguvu zaidi na mwenye uwezo wa kukabiliana na mazingira yoyote. Na mnukuu anasema, kila changamoto imenifanya kuwa mtu bora zaidi. Leo ninaelewa thamani ya uvumilivu, kujituma na kujiamini, aliweza kusema mrembo huyo. Kupitia safari yake, Wema anaamini kuwa
wanawake wana uwezo mkubwa wa kufanikiwa ikiwa watajiamini na kusimamia ndoto zao. Na anasema katika nukuu, mwanamke usiogope kuota ndoto kubwa. Usiruhusu mtu yeyote akuimbie huwezi. Kama unaamini katika ndoto yako na uko tayari kufanya kazi kwa bidii, utafanikiwa. Hakuishia hapo, anaongeza kuwa mafanikio ya kweli hayaji kwa urahisi, bali kwa kujituma na kuwa na msimamo kuyatafuta. Anasema mafanikio yanahitaji kujitoa, kujifunza na kutokata tamaa. Kikubwa ni kuendelea mbele hata wakati mambo yanapokuwa magumu. Leo hii mwanadada Wema Sepetu si tu mshindi wa taji la urembo au mwigizaji, bali ni alama ya uthubutu na mafanikio kwa wanawake wengi sana. Ameonyesha kuwa mwanamke anaweza kuanza na ndoto ndogo na kuijenga hadi kuwa mafanikio makubwa. Safari yake kutoka katika jukwaa la Miss Tanzania hadi kuwa mmoja wa waigizaji wenye ushawishi mkubwa ni ushindani kwamba kwa kujiamini, kujituma na kuwa na malengo, mwanamke anaweza kufikia mafanikio makubwa. Hii inaonyesha pia kuwa Wema ni mwanamke aliyethubutu kuota ndoto, akapambana kuzitimiza na kuendelea kuwa chanzo cha matumaini kwa wanawake wengi wanaotamani kufanikiwa katika maisha yao, hasa katika urembo. Na makala yake inatutamatishia siku nzuri kabisa ya mwanamke duniani. Kipi ambacho umejifunza kupitia kwake mwanadada Wema Sepetu? Utakiandika kupitia Biomedia, wakati mwingine tutakiangazia. Uwe na wakati mwema. Msimuliaji ni Official Rose D.